Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mwenye maamuzi ya bei ya bidhaa yoyote kwenye nchi yoyote ni nchi husika. Kwa nini nasema ni nchi husika? Ni nchi husika kwa sababu nchi husika ndio inayopanga bei ya hiyo bidhaa kuingia kwenye nchi yake. Ndio inayoamua hiyo bidhaa ikiingia kwenye nchi yake uuzwe kwa shilingi ngapi. Ndio kuna changamoto za kimataifa za kupanda kwa bei ya mafuta. Hizo ni za kimataifa. Tuje kwenye kodi zetu kama taifa. Tunapunguzaje kodi kwenye mafuta ambayo nje yamepanda bei? Kwa hiyo nataka nirudie tena kwamba mamlaka ya mwisho ya mafuta kupanda au kushuka ni nchi husika na serikali ya nchi husika. Sisi hatununui mafuta kwa bei za nje tu. Tukishanunua mafuta yakishaingia hapa, kuna kodi za Tanzania ambazo ndo zinafanya mafuta yawe gharama zaidi. Na ndo maana unanunua nguo yako China shilingi 500,000, ukifika hapo unatozwa milioni, jumla inakuwa milioni 1,500,000. That is a simple calculation. Kwamba serikali, na ndio maana imeshaanza kutoa maelekezo. Kama mmemsikia speaker sasa hivi ametoa maelekezo, serikali ikae na ijadili ione inafanyaje. Maana yake ni kwamba ina uwezo wa kupunguza bei ya mafuta kupitia tozo za ndani ya nchi, kupitia kodi za mafuta zinazotozwa ndani ya nchi. Anayetoza kodi za mafuta Tanzania sio huyo ambaye kuna vita, ni sisi wenyewe. Kwa hiyo ni swala la kuamua tu. Kama mafuta yapo, bei haiwezi kupanda. Kama hayapo, inachochea bei kupanda. Umeelewa hizo sentensi? Kwa hiyo ni nyinyi kutafakari na kuamua. Lakini mimi ninachojua mwenye maamuzi ya mwisho ni serikali iliyopo madarakani inayochukua kodi. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.